Na mtazamaji wa SCTV, ni matumaini yetu kuwa ubuheri wa afya kabisa, na sisi tupo kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha matukio mbalimbali ambayo yanatokea katika taifa letu la Tanzania, ya kitaifa, kimataifa, ya kikanisa, lakini pia na matukio mbalimbali ambayo yanatokea katika taifa letu la Tanzania. Taarifa za kuondokewa na aliyekuwa askofu mkuu wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God na mwanzilishi huyu wa kanisa la TAG Askofu Emmanuel Lazaro. Taarifa hii imetufikia kutoka ofisi kuu ya kanisa la Tanzania Assemblies of God na ikizungumzia historia ya marehemu Askofu Emmanuel Lazaro, ambapo marehemu Lazaro alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 1937. Alimaliza masomo ya shule ya msingi huko Modio Masama. Alimaliza chuo cha masomo ya uhasibu Mombasa nchini Kenya. Alifunga ndoa yake na Bi Evel Grace mnamo mwaka 1958. Alikuwa mzaliwa wa kwanza katika familia ya watoto 10 wa mzee Kundandumi Lazaro, na aliokoka mwaka 1957. Ni historia hii ambayo inamhusu aliyekuwa askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Emmanuel Lazaro, ambaye kwa hakika amefanya kazi kubwa sana kwa kanisa la TAG. Amefanya kazi kubwa, amepanda milima na mabonde kulitangaza neno la Mungu. Alianza utumishi Juni 1959. Alianza kazi yake ya uinjilisti mwaka 1959 mpaka alipoishiwa nguvu, japo akiwa kitandani aliendelea kuhubiri. Alisimikwa kuwa mchungaji rasmi mwaka 1964. Alichaguliwa kuwa askofu mkuu wa kwanza Mwafrika mwaka 1967 wa kanisa la TAG. Ametumika katika nafasi ya uaskofu mkuu wa kanisa la TAG kwa miaka 24. Mungu alimpa vipawa vya ualimu, uinjilisti, uchungaji na huduma ya kinabii. Marehemu alimpoteza mkewe mwaka 2017, na hili ilikuwa ni tarehe 17 ya Mei, tarehe na mwezi sawasawa na alipotuacha. Marehemu amefariki tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025, lakini pia mke wake mpendwa naye alifariki tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2017. Ndivyo ambavyo Mungu anavyopanga tarehe za watumishi wake. Tarehe aliyofariki yeye ndio tarehe hiyo hiyo ambayo alifariki mke wake, lakini pia mwezi ni huo huo, tofauti tu ni miaka. Yeye mke wake alifariki 2017, lakini yeye Askofu Emmanuel Lazaro amefariki mwaka 2025. Kwa habari ya ugonjwa, marehemu alianza kuumwa mwaka 2018 na alitibiwa hospitali ya Muhimbili na baadaye huko nchini India. Afya yake iliendelea vizuri sana na aliendelea na huduma kwa mwaka mmoja. Hali ya afya yake ilidhoofu tena na alipata matibabu hospitali ya KSMC na hospitali ya Sefu ya jijini Dar es Salaam. Pamoja na matibabu, nguvu ziliendelea kupungua na aliendelea na matibabu katika hospitali ya KSMC iliyopo Moshi katika mkoa wa Kilimanjaro. Mnamo tarehe 15 Mei 2025 alfajiri, baada ya kuzidiwa, alipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu, na tarehe 17 mwezi wa 5 2025 saa 5 na dakika 40 Bwana alimtoa Askofu Emmanuel Lazaro. Marehemu ameacha watoto 5 walio hai, wajukuu wapo 16. Ni taarifa hii ya kifo cha aliyekuwa askofu wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Emmanuel Lazaro, ambaye amefariki huko mkoani Kilimanjaro. Hakika ni msiba mzito kwa kanisa la TAG kwa sababu ni baba yetu wa imani huyu, ambaye amefanya kazi kubwa sana kuleta umoja wa kanisa, kujenga makanisa, kuhubiri. Maelfu na maelfu walimrudia Kristo, lakini nguvu alizokuwa amepewa na Mungu ziliwaponya wengi, na hakika ni msiba ambao wana TAG, wa Kristo na Tanzania yote kwa ujumla umegusa kila nyanja mbalimbali.